Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Mkuu wa jeshi la CENTCOM la Marekani huko Mashariki ya Kati ameshinikiza kuishambulia upya Iran. Vyombo vya habari vimemnukuu mkuu wa kamandi kuu ya Marekani CENTCOM ambaye anashinikiza kuanzishwa tena kwa mashambulizi dhidi ya Iran, ikiwa ni pamoja na mashambulizi dhidi ya vituo vya mafuta, vya gesi pamoja na umeme ili kuongeza shinikizo kwa Tehran, vyombo vya habari vya Israel vinaeleza. Idhaa ya 13 ya Israel ilinukuu vyanzo vya kisiasa visivyojulikana ikisema kwamba Admiral Bradley Cooper aliwasilisha pendekezo hilo wakati wa ziara yake nchini Israel wiki iliyopita. Cooper alihudhuria mkutano wa baraza kuu la jeshi la Israel pamoja na mkuu wa majeshi El Zamir na makamanda wengine wakuu, imeeleza taarifa hiyo. Wakati wa mkutano huo, Cooper alitoa wito kuanzishwa upya kwa mapigano dhidi ya Iran na mashambulizi dhidi ya miundombinu ya kitaifa, ikiwa ni pamoja na vifaa visivyohusishwa na viwanda vya gesi, mafuta na umeme vya nchi. Kulingana na njia hiyo, miundombinu inayogonga nchini Iran itabadilisha sheria za mchezo, itawaumiza wa Iran vibaya, na katika hali ya sasa hawatabadilisha misimamo yao, Cooper alinukuliwa akieleza. Mkuu huyo wa CENTCOM ameripotiwa kuambia maafisa wa jeshi la Israel kwamba kurejea tena katika mapigano kunaweza kuwa chaguo pekee na kwamba huenda Marekani ikahitaji kufanya mashambulizi ya pamoja na Israel dhidi ya Iran. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, Cooper pia aliwasilisha msimamo wake kwa mwenyekiti wa wakuu wa pamoja wa Marekani, kwa maana mkuu wa jeshi la Marekani Jenerali Dan Kane, huku pendekezo hilo likiwasilishwa kwa Rais Donald Trump. Pendekezo hilo limeripotiwa linakuja licha ya ripoti za Marekani kuonyesha kwamba uwezekano wa kutokea tena kwa mzozo kati ya Iran na nchi hiyo ama na nchi hizo mbili, kwa maana Marekani na Israel, umepungua, na Washington imeongeza juhudi katika siku za hivi karibuni kukomesha mapigano katika eneo hilo. Katika hatua inayohusiana, CENTCOM ilitangaza kuanzishwa kwa kikosi kazi cha kimataifa cha mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani kwa ushirikiano na nchi kadhaa za Mashariki ya Kati. Hakukuwa na maoni ya mara moja kutoka kwa Amerika juu ya madai ya taarifa hizi. Marekani na Iran zilikubaliana kusitisha mapigano mwezi Aprili na baadaye kutia saini makubaliano mnamo Juni 17 na kuanzisha mazungumzo kuelekea makubaliano ya mwisho. Lakini mazungumzo hayo baadaye yalikwama kutokana na kutokukubaliana juu ya uhakikisho wa usalama na uhuru wa kusafiri baharini kupitia mlango wa bahari wa Hormuz, mojawapo ya njia za kimkakati zaidi duniani za usambazaji wa nishati na biashara duniani. Mnamo Julai 8 hadi 24, Marekani na Iran zilibadilishana mashambulizi zaidi ya kijeshi na Washington ilianzisha mashambulizi katika shabaha ndani ya Iran. Tehran ikajibu kwa kushambulia kile ilichokitaja kuwa vituo na zana za kijeshi za Marekani katika nchi kadhaa za Kiarabu zikiwemo Jordan, Bahrain pamoja na Kuwait. Hata hivyo, baadaye Marekani ilikuja kusitisha vita kutokana na uhaba wa silaha za kudungua makombora. Marekani iliishiwa na mifumo ya ulinzi wa anga kutokana na mashambulizi makubwa yaliyofanywa na Iran. Hata hivyo, hali hii imeifanya mpaka leo hii Marekani kuwaza namna bora ya kutatua mzozo na wa Iran. Moja kati ya mipango mikakati ambayo Marekani inaitazama kwa sasa ni kuhakikisha kwamba wanaiumiza Iran kiuchumi. Marekani imeeleza wazi na kupitia waziri wake wa fedha Scott Bessent alisema mnamo Ijumaa kwamba moja kati ya mikakati ambayo Marekani wakati huu inapaswa kufanya ni kuiminya kiuchumi Iran na kuhakikisha uchumi wake unayumba kabisa na hakuna namna wanaweza wakafanikiwa. Kadhalika, Rais wa Marekani Donald Trump ameunga mkono kauli hiyo akisema kwamba moja kati ya mipango mikakati ni kuhakikisha wanaumiliki mlango wa bahari wa Hormuz, lakini pia kuhakikisha wanaiminya kiuchumi nchi ya Iran. Lakini wa Iran wanasema ndani ya zaidi ya miaka 40 wa Iran waliwekewa vikwazo vya kiuchumi, lakini waliendelea kuishi, na hata hivyo wana mipango mikakati mingine ya kuwawezesha waendelee kuwa na maisha na kuendesha nchi yao. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein.